Lakini tuko tunaongea juu ya shukrani, wala dhabihu za shukrani. Hii kitu wakati askofu wangu Alex aliniambia naweza kuongea dakika 5 wala 10, ilinipa kichaa. Nikasema nitaongea nini? Nikisikia namna gani Kamau alikuwa iko na pasula hii neno. Lakini unajua Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Anaweza kushibisha mwenye anakula nyama, bugali na nyama, lakini usisahau kama kuna wengine ambao wanashiba na sukuma. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine walikosa sukuma lakini wakakunywa uji, nao wakashukuru tu na wanasema Mungu ni nani? Ni mwema. Ila nilitaka niongeze tu kitu kimoja katika yale ambayo nimesikia kwa mtumishi wa Mungu. Shukrani na hizi dhabihu ni nani mwanaweza kuzitoa? Bali nikagundua ya kuwa zinaweza kutolewa pamoja na kila mtu, lakini zinaweza kutolewa pamoja na kila mtu yeyote ule ambao ana akili. Dhabihu, shukrani azitolewe pamoja na mjinga kwa sababu hazijui alizikuta wapi. Biblia inasema katika kitabu ya Zaburi 14 mstari wa 1 na kushuka, asema mpumbafu hamjui Mungu, wala katika kila tendo njema hawezi kufaa. Kwa hiyo mpendwa rafiki mwenye uko hapa, katika jambo kama na hii, katika karamu kubwa kama hii, sitaki uifanye tu limoja kwa mwaka, lakini muabudio halisi na mtu ambaye analeta shukrani na dhabihu kwa Mungu, hailete kwa mwezi, hailete kwa posho, hailete kwa saa, lakini ni maisha. Na ikikuwa ni maisha, Paulo anasema ya kuwa itoeni miili yenu, hii ndio ipate kuwa dhabihu takatifu mbele ya Mungu. Sasa huyu mtu akifikia hii ngazi ya kuacha ujinga, lakini kukuwa na akili ya kuona matendo makubwa ya Mungu. Juu tukirudia kusudi uishi, haiko kazi ya baba yako na mama yako kukuweka mtumbu, lakini kuna Mungu ambaye aliwaza juu yako. Hata mama yako na baba yako hawakukuwa wanajuana, lakini katika neema ya kimungu na lengo la Mungu, kwa sababu Mungu anajua vyetu leo, anajua vya kesho, anajua kwetu tunatoka na anajua kwetu tuko tunaenda. Akaona ni mzuri baba na mama wakutanane kusudi mama bebe mimba. Na alipobeba mimba hakujua kunichunga humu. Haiko mwenye anabeba mimba njoo mwanaichunga. Nina neno la kushukuru, nina neno la kuloa sabiri yangu mbele ya Bwana, kwa sababu haiko mama ndio ananichunga, lakini Mungu ndio ananichunga. Na ndio maana andiko moja linasema heshimu baba yako pamoja na mama yako ili siku zako ziongezeke nyingi. Lakini mimi nashangaa wakiniambia niheshimu baba na mama waniongezee siku, na wao peke yao walikufa mbele yangu. Si wakamate hiyo siku wajiongezee nayo. Sikatae kuwaheshimu, lakini huyu baba na mama ndawaheshimu, lakini anayeongeza siku si tena huyu baba na mama, ni hii heshima zinarudi tena kwa Muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Ingelikuwa ni baba na mama ndio wanaweza kuniongezea siku, mara nyingine wangizipunguza. Hasa kwa shia watoto kama sisi ambao nilisumbua baba yangu. Mie baba alifikia kiango mpaka kwa kabila yangu, baba akishusha longi na nakupigia hapa, unapasha kupata kichaa. Nilisumbua baba mpaka nikaenda kuiba
blanketi ya kitanda yake ambao anaiwa kujifunika yeye na mama, nikaenda kuiuza barabarani. Baba kaikaa akasema, Desire, kufa kutakufia. Kumbe sikufe, Mungu angali pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tendo hili la shukrani alifanyike pamoja na mjinga, lakini linafanyika pamoja na ule ambao anaikaa atafakari uwezo, nguvu, mamlaka, ushindi ambao unakuta ndani ya Mungu. Asa ukisha kufikia hapa, hautakumbushwa jambo lolote, lakini utakuwa uko na sukumwa peke yako pamoja na zile shukrani ya matendo makubwa. Ndio maana unaona mtu kama jamaa ya Alex anatoka kwa kazi ngambo ya kutambuka pembeni ya Eldoret, lakini iko anaangalia saa, anajua saa 10 yafaa ni kuwe kanisani. Halombe mshahara, lakini kukumbuka pale kwenye Mungu alimtosha na kazi yenye Mungu anamupatia, na anahubiri kila siku na kila saa, na lombe kusema mumugaramie, lakini anajua kama Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona ukingali nakumbushwa ibada, Mama Vero, mbona sikukuona jana? Kichwa ni kubwa, akili ni ndogo. Lakini wale ambao walitambua ukubwa wa Mungu wanaenda peke yao. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Katika hii kumjua Mungu na katika hii kumpenda, ndakuambia neno moja, na ukisha kujua kama ni kweli mimi ni dhabihu, mimi ni kitu cha kuleta shukrani kwa Mungu, ndakukataza kitu kimoja: usiwe mhukumu ya wale ambao wajafikia kiango yako. Juu Kristo ambao tunakuwa nayo ishakuwa ya mihali. Ule ni mpagani. Ule haiko hivi. Hiyo haiko kazi yako. Wewe toa. Jitoe kama vile Mungu alivyokuita. Lakini usikuwe mhukumu ya wale ambao wako katika madhaifu. Hata kanisani sote hatukuitwa sawa. Kuna wakali, kuna wapole. Kuna wengine ambao wanaweza kutoa na wengine hawatoi. Yesu yeye pekee akasema, acheni magugu na ngano yafae nini? Yakae ndani ya shamba. Bwana wa kazi atakuja kufanya nini? Aiachanishe. Katika hii dhabihu na katika hii shukrani unapaswa kukomaa, ukuwe na maturity. Wanaume wamuheshimu kwa sababu ya mandevu, lakini wanakuheshimu kulingana na kenye uko natosha ndani ya kinywa. Na nyuma ya unatosha ndani ya kinywa, unaishi aje pamoja na Mungu wako, pamoja na watu. Kuhubiri mzuri haitoshi, kuimba mzuri haitoshi, lakini tuulize hata na wale ambao unakaa nao, hebu ni kweli unaenea kwa kutoa hizi sadaka kweli? Hebu uko na neno la shukrani mbele ya Mungu ya kujua kama ni kweli ngisi huko haiko wewe njoo unavyojifanya, lakini ni Mungu. Kama mimi ushindi leo ndaweza kuimba, kwa nini nizarau mtu ambao anatoka kwa Kama ndaweza kuwa na gari, kwa nini nizarau mtu ambaye anatembea kwa miguu? Ukiona mtu akigali na kazarau ndani yake, inaamanisha shukrani hazijakuwa ndani yake. Hata usome, unasoma nini wewe? Kama uko dokta, mbinguni hakuna wa dokta. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi niko na regret. Isingelikuwa Mungu ameniokoa, ngisi mimi nakuta kanisa leo haiko ndio kanisa nilikuwa naamini nitakuta. Kanisa ya wale ambao wanajua kushukuru Mungu. Kanisa ya wale ambao wanajua wao peke yao ni dhabihu. Jua huwezi kutoa dhabihu kama wewe peke yako huyakuwa dhabihu. Hauwezi kutoa sadaka kama wewe peke yako huyakuwa sadaka. Acha hukumu. Kitu kikubwa kile unaweza kufanya, ukijua kama ni kweli wewe ni mtu ambaye unajua kumshukuru Mungu na kumpatia dhabihu, ni kunyenyekea na ujue kama Bwana
unanifanya hivi jinsi nilivyo, kusudi nikuwe fundisho kwa wengine. Wale ambao wako katika giza wanione, waone nuru yako. Yesu akasema ya kuwa sisi ni nuru, na nuru haifai kwa kutia chini ya nini? Ya meza, lakini tuikae juu ya meza. Tuikae juu ya meza wala juu ya mlima, wote wenyeko katika giza watuone. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine hali zinatufikia hata katika kuinuka, hata katika kuinuliwa na Mungu. Tunaamini ni kwa sababu tuliomba sana. Hapana. Kuna watu ambao wameomba sana na hawana viatu tu. Kuna watu wanafunga sana na hana pasipoti. Nilikuambia ngisi siku moja mchungaji wangu aliniambia anifuate Kenya. Nikamwambia mchungaji, Kenya kwende mtu mwenye hana pasipoti, na yeye ndio mchungaji wangu. Lakini si mcheke, bali nashukuru kwa neema Mungu amenipatia, na kubakia pamoja na unyenyekevu, nikijijua kama mie peke yangu, mimi peke yangu maisha yangu ni shukrani mbele ya Mungu. Mimi peke yangu maisha yangu ni dhabihu mbele ya Mungu. Kusudi kila wakati atakaponiangalia, maneno yangu, mwendo yangu na tabia yangu inuke harufu ya manukato mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunaweza kuletea Mungu ngombe, ndege pamoja na vyote, lakini ya damani ni tujibebe kwanza sisi peke yetu pamoja na mioyo yetu. Tukijua kupondeka, tukijua kumuishia, tukijua kunyenyekea, na tukimwambia kama Bwana, ngisi nilivyo si kwa nguvu yangu. Kuna wengine wanamke hata wameokoka, lakini kwa sababu umeolewa vizuri, unaangalia wengine wanaamini wana mikoshi. Umeokoka lakini kwa sababu wewe ndio chief ya ofisi alafu mtu mwenye yuko na kukoropea, haujue kama naye anaweza kuwa dhabihu, hawezi kujua kama naye ni shukrani mbele ya Mungu. Uko na mtuma kama ulimuumba, ijapokuwa peke yako hauna uwezo ya kuumba umbu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa unayeonewa, kuna Mungu ambao yuko hai, ambao ni mtetezi ya wale ambao wako chini. Anasema ya kuwa anaweza kugeuza ujinga wa dunia kuwa akili, wakati utakapomjua na kumpenda na kumwambia Bwana nitengeneze. Aliyeinua huyu anaweza kukutosha hapa na wewe akuweke juu yake. Haiko kwa sababu ya kazi, lakini anaweza kukupatia hata kipawa ya shauri, ambao kiongozi wa mji wako akisikia shauri yako inamfaa kuliko wale ambao walisoma pamoja nao. Usijidharau. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Tunajaribiwa sana pamoja na vile ambao Mungu alitupatia. Haonake kama sisi wachungaji wakati tunaanza kanisa tunakuaga wapole sana. Na Bwana asifiwe ni kwa kila mtu. Bwana asifiwe mama, huonekani. Kinichunga kanisa ijae, tunakuwa busy. Hata simu hatushiki ya kila mtu. Aliyetuumba simu yake ni wazi 24 hours. Tunakuwa ubize kwa sababu ya kukosa shukrani kwa Mungu. Tunaangalia simu za wengine, tunasema huyu hana maana. Mungu nisaidie. Utakaponiinua nikuwe na ndege, nikumbuke kama nilifanya miezi 9. Ayubu anasema, Baba, ni kweli nimeingia katika shida, lakini nina neno la shukrani. Kwa sababu ya nini? Hata mtu ambaye alikuwa yuko anafanya kazi kwangu, nilikumbuka naye kama alifanya miezi 9 ndani ya tumbo ya mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja ambao mimi nataka niige ni Yesu Kristo. Tusomee katika kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari wa 1 hadi wa 3.
turukie hadi 11 hadi 15. Karibu dada. Wakolosai sura 3. Mstari wa ngapi? Mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, basi mkijua kama mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko. Msiachane kutafutana pamoja na mambo ya dunia. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Ndiyo. Yatafakarini yaliyo juu. Yatafakarini yale ambayo yaliyo juu. Sio yaliyo mjini. Ndiyo. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mstari wa 13. Anzia 11. Hapana Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutotahiriwa, mgeni wala mshenzi, ndiyo, mtumwa wala mungwana, bali Kristo yote katika yote. Ndiyo. Mstari wa 12. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu. Basi kwa kuwa mmefufuka na mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao. Angalia tabia mtabeba. Jivikeni moyo wa rehema. Ya kwanza ni roho ya rehema. Utu wema. Unyenyekevu. Upole. Uvumilivu. Na uvumilivu. Kujuliana. Na kusameheana. Kuchukuliana pamoja na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Mtu akiwa na sababu yoyote ya kumlaumu mwenzake. Kama Bwana msamehavyo nyinyi. Kama vile ulivyosamehewa na Bwana. Vivyo ninyi. Shuka 14 na 15. Mstari wa 15. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana wetu Yesu Kristo ainuliwe. Mpendwa, tusiangalie vitu vya hapa tu. Paulo anasema ya kuwa kuna vitu ambavyo havijaonekana. Macho hayaviona wala masikio. Ni ile ambao Mungu anatuwekea sisi ambao tulimwamini. Mara na mara tuko tunapitiwa na tunasahau lengo letu. Lakini ningeliipenda ujue kama katika shukrani zako, katika dhabihu yako, wewe ndio original kuliko hii yenye unaweza kuleta. Na ukikuwa original, hakuna kitatuma usilete kitu kia maana. Jua maana ni wewe. Na wewe ukikusha kuwa dhabihu, hivi vingine vyote utavibebea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Tukifikia hii kiango, tukifikia hii kiango, kila mtu atajua wajibu yake. Na hatutakuwa na magongano, hatutakuwa na dharau, hatutakuwa na kaoneo. Lakini kila mtu atatosheka pamoja na mwito wake na kujua kama mimi niko dhabihu na huyu yuko dhabihu, na dhabihu zenyewe zote haziwezi kuwa na kilo moja. Lakini unatosheka pamoja na mwenzako pasipokuwa na magongano. Anasema ya kuwa kama ni kweli tulisha kujijua kama wateule, kuna vitu ambavyo tunapaswa kuwa navyo. Roho ya upole, unyenyekevu, rehema. Na 15 anasema tusikose kuwa na shukrani. Wakristo wa leo shukrani haiko. Jana mchungaji wangu kama walisema kama kuna mwingine mwenye yuko analilia Bwana na mwingine naye yuko anasema huyu Bwana ananitesa. Na viko hata katikati ya nyumba zetu. Unajua hata wewe kupata mwanaume, tuongee vizuri. Wewe kabisa kupata mwanaume, hii sura yako, uko na haki ya kupata mwanaume Kenya kabisa wewe. Unajua kuna kitu kingine unapaswa kuikaa hata nyumbani. Ukiona tu una mwanaume nyumbani, hata akiingia tu, kwanza mimi nikikuwa mwanamke tu, kwanza hata Jumapili mimi napaswa kuwa naleta shukrani tu ya kupata mume. Ini ya nini? Mchungaji nimepata mume. Unaitoa. Kuna wengine hapa wenye wako maombi miaka lakini hawapate wajambo. Na ukijiangalia kwa kioo na ukikamata picha ya ule jirani yako unasema huyu angelipasha olewa na mume wangu. Lakini neema ya Mungu inakuangusha. Aje hautaleta sadaka,
aje hautaomba, aje hautakesha, aje hautafunga, na hata sisi peke yetu. Mimi siku hizi kazi yangu ni kushukuru. Juu nimepima miaka 5 ya kuikaa bila mwanamke. Wewe uisikie kwa jirani lakini isiwe yako. Nilikuwa napita kwa barabara hivi, naona mtu anafunga kitambaa kama bibi yangu wa zamani, naangalia lakini roho inaniambia utajaribiwa. Mimi nasema sijaribiwe haraka. Naona mtu anataka salon, lakini kulingana na hii miaka yote nimepitia mambo. Shukrani zangu ni kuambie mimi ushindi nimelapia Mungu. Siwezi kuwa na kitu kia damani kwa maisha yangu isipokuwa kikuwe kia Mungu. Nyumba yangu ni ya Mungu, gari yangu ni ya Mungu, kila kitu kiangu ni kia Mungu. Kama wewe ungali unawekea dunia na kuwekea watoto, siyakataa. Lakini Daudi anasema ya kuwa mwana wangu Sulemani, uzee njoo inapita inakuya na njia mimi nataka kufuata benzetu, lakini niliona Mungu tu njoo kimbilio. Kiendeza kukuachia ni jina ya Mungu. Asa ukiachia watoto wako hii nguvu, hii kuonesha shukrani mbele ya Mungu, kila wakati, hakuna wakati watapunguka, kwa sababu Mungu ni ule ule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Madhaifu ambao uko nao kumtumikia Mungu, achana pamoja nayo. Jitowe. Wewe peke yako uwe sadaka halisi. Wewe peke yako uwe dhabihu halisi ambao itakaompendeza Mungu. Na uachane na mihali. Juu hata mwenye tuliamini alijifanya naye vile vile kuwa tu dhabihu. Tunaitwa watumishi wa Mungu, lakini sijue kama tungelikubali tukue dhabihu. Kama vile Yesu peke yake anaenda anajitoa kusudi akufe ili atupate. Nani katikati yetu? Si tunaitwa tu watumishi wa Mungu, lakini toka hapa kwa zile gari zenye ziko pale, ukamate tuki na upeleke ile gari bila ruhusa, utaona mwenye nao atakuuliza unaibeba wapi? Unaibeba wapi? Sio yako. Japokuwa tuko watumishi, lakini Mungu wa mbinguni anatuchangia vyote. Hata maji tukiitia kwa nyumba, hatutaki jirani waishote bila mapatano. Lakini Mungu wa mbinguni anashusha mvua, na wenye dhambi na wenye haki acha shukuriwe, acha inuliwe. Lakini Yesu katika kitabu kile cha Luka sura 23 na mstari wa 34, anapelekwa mpaka msalabani, anapelekwa mpaka juu ya mlima. Yeye tena muumbaji, lakini anauiwa pamoja na kenye aliumba. Sisi hatunakataa. Tuko dhabihu ambao zinaongea za kujitetea. Usinione mimi nataka nikuwe hivi, mimi nataka yafaa tukufe. Kama ni kweli tumefufuliwa, acha tuiwe kama hatukufufuliwa kwa peke yetu, lakini tunafufuliwa kulingana na ule mwenye alitupenda. Na kama alitupenda na unaona neema nyingine haijafikia kwa ndugu yako, usimdharau. Sawa, mimi ushindi mwenye mimi natokea muujambazi, wengine walinipiga mawe. Mimi nakumbuka rafiki yangu mmoja alinipiga jiwe hapa mpaka sikia leo mgongo yangu haijawahi kunyoroka. Lakini wakati niliokoka, siku moja niko natia tiles kwa kanisa, kwenda kutafuta fundi mwatanitilia tiles. Na kamata kijana mmoja, kumbe ule kijana ni mtoto ya ule mtu mwalinipiga jiwe. Mimi niko namuuliza huko mtoto wa nani, akataya jina ya ule mtu mwenye alinivunjaga mgongo. Ingalao mimi naokoka, lakini nikakumbuka hiyo. Lakini mbinguni hakuna kukumbusha ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwenye anginiua hiyo wakati, kama nani mwenye kwa kupatia hii maneno? Ukikuwa dhabihu, ukiua shukrani, acha hukumu, kwa sababu hakuna mwenye haki. Biblia inasema ya kuwa sote tumekosea. Hata tuhubiri, lakini kuna madhaifu madogo madogo.
wasikuone unaikaa tu kwa kiti hivi, lakini ukianza kutomboka mishipe na kutokaka kukichwa kama mizizi ya viazi, nao ni udhaifu. Lakini ukiona ya mwenzako njoo unapanua. Asa wewe utakuwa dhabihu gani mbele ya Mungu? Lakini yeye mtakatifu alijitoa mpaka anaenda msalabani, anakufa, lakini kusudi aonekane kama yeye ni mshindi, akasema tena, Baba uwasamehe kwa sababu hawajue walitendalo. Lakini sisi tunataka wale ambao watatu advantage, wale ambao wanatutumikia na utiifu, wale ambao wanatugangia na kutuletea fujo. Tunawaambia, we unanizoea, kazi yangu mimi nakutosha. Sasa na wewe wakati unakosea, Mungu akikutosha kwa kazi yake, tukomae katika ngazi ya roho. Ujue kama nguvu unazo, mwingine hanazo. Ujue kama ile ambao unayo mimi sina. Lakini kusudi kanisa inuliwe na sote tukue dhabihu takatifu mbele ya Mungu, tukue watu wa shukrani, tujue kuelewa vile vile madhaifu ya watu. Kwa sababu Mungu peke yake alikubali na akasema ya kuwa, Baba uwasamehe kwa sababu hawajue walitendalo. Na hawa ambao tunaona ndani ya dhambi, msaada kubwa tunaweza kufanya ni kuwahubiria pamoja na kuwaombea. Kama tazamu ya watesi wako, kama tazamu ya wale wanaokusumbua. Usilale usiku na mchana, mwambie Bwana, mimi nahitaji nikomae. Sema amen. Simama tuombe Mungu. Simama tuombe Mungu. Ninahitaji tuombe tu maombi mawili. Katika kitabu ya Mathayo, dada nisomee tu pale 16 na mstari wa 18. Kuna neno moja ambao ni la maana na mimi nataka ulibebe ndani ya kichwa chako. Inasema Mathayo 16:18, nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Nami nakwambia wewe ndiyo Petro. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Juu ya mwamba huu nitaijenga. Wala milango ya kuzimu haitashinda. Wala milango ya kuzimu haitashinda kanisa. Mimi nahitaji ya kuwa Mungu akupatie ufunuo. Hapa kwa 15:14 Yesu alikuwa anauliza, anawaambia, lakini na hawa wote biko wanasema mimi ni nani? Na kila mtu, hata walikuwa katikati ya wanafunzi, lakini walikuwa hawayamjua. Na vile vile ukiona mtu hajajua kama yeye peke yake ni dhabihu, yeye peke yake ni shukrani, yeye peke yake analeta kitu kia shukrani mbele ya Mungu, huyu mtu ni kwa sababu hajamjua Mungu. Lakini utakapomjua utafunguka macho, utatambua ukubwa na nguvu, na utatoka katika vitu vya dunia, utapigania vitu vya mbinguni. Mimi nahitaji ya kuwa umwambie Bwana unisaidie leo kuona dunia itoke ndani yangu, lakini nijue kama wewe ndio mwana wa Mungu wa upekee. Kwa hiyo neno ambao Petro alisema, mimi nataka nijenge, nisibabaike pamoja na vitu mingi, ni kuone wewe. Ukilenga tu Mungu, utampatia moyo, akili pamoja na nguvu zako. Acha tuombe. Nitakwambia ya kuwa fungua tu kinywa chako peke yako. Utamwambia kama, Baba niko mahali hapa, mimi nahitaji unikuze, mimi nahitaji ujifunue tena kwangu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana ajifunue kwako, upate kujua kumpenda pasipokuwa kwa kusukumwa wala kwa kuongozwa. Kwa sababu wachungaji wa leo ni wengi ambao wanateseka. Kwa sababu ya nini? Mara nyingine tunataka tubembeleze wa Kristo. Hii kazi si ya kubembelezana. Hii kazi ni ya kuambiana ukweli. Watu wakijua ukweli, ukweli itawaweka huru. Wewe ambao mwingine unaingia kanisani kwa sababu ya cheo. Cheo si mwanadamu atakupatia. Utakapompenda Mungu katika roho na kweli, atakutenganisha pamoja, atakutanganisha pamoja na watu ambao wana maana ili akupatie nafasi. Hawa wote ambao unaona wanasimama hapa hawakukua kitu, lakini walipojitoa kuwa dhabihu, walipojitoa kuwa sadaka, walipojitoa kuwa wapeke, wakaleta shukrani mbele ya Mungu, njoo Mungu akawaambia, nataka nisikie mtu mmoja anaongea, anasema Baba usiniache. Nataka nisikie mtu mmoja anasema Baba usiniache, Baba nifungue macho, Baba nionekanie, Baba nijalie, Baba niifanye
wazi yale ambayo yanayonikokota nje, yale ambayo nikokota nyuma yako. Kazi yako nimeifanya kama nimesukumwa. Mara nyingine naangalia watu, mara nyingine naangalia kama wataniona. Mie ushindi Bwana, sitaki nionekane pamoja na watu, mimi nataka nionekane pamoja na wewe. Sitaki nijulikane pamoja na watu, mimi nataka nijulikane pamoja na wewe. Sitaki nifanye kitu kwa kusukumwa, lakini nikijua kama Bwana, kazi ninaoitenda, wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu Baba, wewe ni mwaminifu Jehova, wewe ni mwaminifu Jire, wewe ni mwaminifu Shalai. Kila wakati na kila dakika, wote ambao walikupenda haukuachilia. Bwana kufungue macho, Bwana kuonekanie, Bwana kujalie. Usiwe mtu wa kusukumwa. Ukimjua ndipo naona wale ambao walitutangulia, wengine walikuwa wanatoa na ploti. Mimi nimetoa gari 4 kanisani, ninakuja na gari nasema mbebe kwa sababu ya Mungu, na mimi nabaki mdeni ya gari 1 pamoja na nyumba, kwa sababu sione dunia, niko naona Mungu. Ukiona ule mtu mwenye anapatia Mungu kitu kia anataka, ni kwa sababu hajajua maana yake. Baba, kumbuka watu wako. Nyosha mkono tu wa kuume. Sema Baba Mungu. Sema kwa sauti, Baba Mungu. Sema nisaidie. Sema unifungue. Mimi natambua Bwana, wewe una nguvu. Mimi nahitaji kujitoa. Nilete shukrani kwako. Mimi peke yangu niwe sadaka kamilifu ya kukupendeza wewe. Vya dunia Bwana, nikikuwa navyo, nitakumbuka ya kuwa pumzi unaonipa ni ya maana kuliko hivi vyote. Nisaidie Bwana, nijue kunyenyekea, nijue kushuka, nikuwe mvumilivu, niwe mtu wa kusamehe wengine, na hukumu itoke ndani yangu. Roho ya dunia niachilie, roho ya hesabu za dunia niachilie, niwe huru. Baba, nakubariki na mimi nakuhimidi. Nasema asante kwa ajili ya sikia leo. Maneno haya ni machache Bwana, lakini yaingie watu wako. Wakikujua na kukupenda, hakuna kitu tutahesabu kuwa kia kwanza kuliko wewe. Ndio maana Bwana tunabariki mtumishi wako. Maisha hii Bwana majeshi ya kutolea dhabihu haitakuwa kwetu tu moja kwa mwaka. Mimi nahitaji kanisa lijue ya kuwa ni maisha Bwana. Kama sisi ni dhabihu, chote ambao tumepata si kwa nguvu yetu, ni neema kutokana na wewe. Ndio maana Baba ni mali yako, vyetu ni vyako na sisi ni wako. Utukufu na heshima zikurudi. Roho ya ujinga itutoke, roho ya upumbavu itutoke, na kutumikie katika roho na kweli. Sema amen.